Kila ifikapo tarehe 14 Oktoba, Tanzania huadhimisha siku ya kumbukizi ya kifo cha hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sasa leo chuo kishiriki cha elimu Mkwawa wametumia siku hii kuelezea mafanikio ya mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, yani Higher Education for Economic Transformation HEET Project. Mradi huu ni wa miaka mitano, kwa maana ya kwamba 2021-22 na 2025-26 ukifadhiliwa na Benki ya Dunia. Kiasi cha dola za Kimarekani milioni 8 sawa na takribani bilioni 18.6 za Kitanzania zimetolewa na zinatekeleza mradi huu kupitia mambo mbalimbali, kama ambavyo anatueleza Profesa Method Samuel Semiono ambaye ni rasi wa chuo cha Muse. Eneo la kwanza ni kuboresha mitaala pamoja na mbinu za ufundishaji. Eneo la pili ni kuboresha miundombinu. Eneo la tatu ni kuimarisha elimu jumuishi pamoja na usawa wa kijinsia. Eneo la nne ni kuimarisha na kuongeza matumizi ya tehama na kuwa na majukwaa mbalimbali ya ufundishaji. Eneo la tano ni kuimarisha uhusiano na sekta binafsi na tasnia. Na eneo la mwisho ni kuendeleza rasilimali watu. Na katika kipindi hiki cha miaka minne ya utekelezaji wa mradi huu tumepiga hatua kubwa katika maeneo yote hayo sita niliyoyazungumzia. Katika eneo la kwanza la uboreshaji wa mitaala, hapa tulifanya mambo matatu. Jambo la kwanza tulilolifanya ni kufanya mapitio ya programu tunazozitoa hapa chuoni. Miaka minne iliyopita chuo chetu kilikuwa na programu 5 tu katika masuala ya elimu miaka minne iliyopita. Lakini kutokana na utekelezaji wa mradi huu tumeweza kufanya mapitio ya programu hizo ili ziendane na mahitaji ya soko. Kulikuwa na malalamiko mengi tu kwa wadau, vyuo vikuu vinatoa programu ambazo wakati mwingine haziendani moja kwa moja na mahitaji ya soko. Kwa hiyo tulifanya mapitio makubwa ya programu hizi ili sasa yaweze kuendana na mahitaji ya soko. Na kama mnavyofahamu, nchi yetu pia imefanya mapitio ya mitaala na kuja na mitaala mpya, lakini pia kuna mabadiliko katika sera yetu ya elimu. Na kwa hivyo ilikuwa lazima programu tunazozitoa ziendane na mitaala mipya, lakini ziendane pia na sera mpya ya elimu. Na hasa ndicho tulichokifanya katika mapitio ya programu hizo. Mradi huo umebeba ujenzi wa miundombinu ambao ulitengewa bilioni 15 na wakajikita katika kujenga majengo 4. Profesa Semiono anatueleza kuhusiana na hili. Eneo la pili ni ujenzi wa miundombinu. Na kwa sababu sasa tumepanua programu, tumeongeza udahili, ni dhahiri miundombinu tulionayo isingeweza kutosha. Kwa tunalazimika sasa kupanua miundombinu na kujenga miundombinu mingine mipya. Na katika hili serikali katika kipengele hiki peke yake cha ujenzi wa miundombinu tulipewa shilingi za Kitanzania bilioni 15.3 kwa ajili tu ya maboresho na ujenzi wa miundombinu. Kwa hivyo tulikuwa na shilingi bilioni 15.3. Na hapa tulijikita katika kujenga majengo 4 makubwa. Hapa tumejenga jengo la hosteli ya wanafunzi ambalo kwa sababu mtapata fursa ya kwenda huko mtaliona. Na jengo hili la hosteli linatatua moja kwa moja changamoto ya wanafunzi tulionao, na hasa wanafunzi wa kike na wengineo ambao walikuwa wanaishi katika mazingira ambayo hayakuwa rafiki kabla. Kwa hivyo kwa ujenzi wa hosteli hii, maana yake wanafunzi watakuwa na mazingira rafiki zaidi ya kukaa, na kwa hivyo kuwezesha ujifunzaji na kufikia malengo ya elimu walionayo. Lakini jengo la pili ni jengo la maabara za fizikia. Kati ya programu tulizozipitisha, nyingi ni programu za sayansi na nyingine zinapiga hatua hata kwenda katika masuala ya teknolojia pamoja na artificial intelligence kwa maana ya akili mnemba na kadhalika. Na masuala hayo ya kisayansi yanahitaji maabara. Kwa hivyo jengo hili ni dedicated kwa ajili ya maabara mbalimbali za sayansi. Na tutakapokuwa na jengo hili, maana yake tutawezesha wanafunzi wetu kuchukua nadharia, theory, na kuziweka kwenye vitendo, practical. Kwa hivyo tutakuwa na watu ambao kweli wanakidhi mahitaji ya elimu ujuzi ambayo inasisitizwa katika mitaala mipya pamoja na sera ya elimu mpya tulionayo. Jengo la tatu ni jengo la media anuai na elimu maalum. Na lengo la kuwa na jengo hili kimsingi ni kuwa na maendeleo jumuishi, inclusive development. Tunahitaji kuwa na maendeleo ambayo kila mwanajamii atashiriki kwa namna moja au nyingine.
Kwa muda mrefu kama nchi tumekuwa na changamoto ya watu wenye mahitaji maalum kuachwa nyuma. Kwa hiyo chuo chetu tunajipambanua kama chuo ambacho kinaweza kuhudumia wanafunzi wenye mahitaji maalum na wao wakapata elimu ya juu na wao wakashiriki katika maendeleo ya taifa letu. Kwa jengo hili limewekwa vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuwawezesha wanafunzi wenye mahitaji maalum kukidhi mahitaji yao ya kielimu, lakini pia jengo hili litakuwa na maabara ambayo zitatuwezesha kuwapima wanafunzi na kubaini viwango vya changamoto walizo nazo. Kama ni masuala ya uoni, kutakuwa na audiology room kwa ajili ya kuwapima na kujua wana changamoto za uoni kiasi gani, na kwa hivyo wanahitaji mbinu gani za kuwafundisha. Hivyo katika changamoto zingine, usikivu na kadhalika. Kwa jengo hili litakuwa ni muhimu sana na muhimili muhimu katika kuwezesha chuo chetu kutoa elimu kwa watu wenye mahitaji maalum. Na jengo la 4 ni jengo la sayansi. Jengo la sayansi lina maabara kadhaa kwa ajili ya kuwezesha tafiti mbalimbali za kisayansi, na kama nilivyosema programu zetu nyingi ni za sayansi na teknolojia, na kwa hivyo jengo hili pamoja na lile la physics nilitaja awali yatakuwa na mchango mkubwa sana katika kuwezesha nadharia kuwekwa katika vitendo. Kwa hivyo katika mradi wa HEET kwenye ujenzi peke yake tuna zaidi ya bilioni 15. Mradi huu umenufaisha wengi wazawa, hasa kwa kupewa tenda ya usimamizi, ikiwemo kampuni ya Dimetoclass Real Hope Limited. Na hapa Dickson Mwipopo ambaye yeye ni mkurugenzi wa kampuni hii anatueleza wananufaika vipi na mradi huu, wanajisikiaje pia kuwa watekelezaji wakubwa. Na hasa kwa kutupa haya majengo 4 kwenye mkoa wetu wa Iringa kwenye chuo chetu cha Mkwawa. Majengo haya 4 yameleta ajira kubwa kwenye mkoa wetu wa Iringa, ajira za aina mbalimbali. Ni majengo yenye gharama kubwa, ni miradi yote miwili na gharama ya zaidi ya bilioni 14, ambapo sisi tunaweza tukasema kwa mkoa wetu wa Iringa yameleta mwinuko mkubwa, kwa maana ya kwa watu ambao tumewaajiri hapa, mzunguko mkubwa sana wa pesa utakuwa umefanyika. Vitu vingi vilivyonunuliwa na watu wengi ambao wameajiriwa kwenye miradi hii wanatoka kwenye mkoa wetu wa Iringa, kwa maana ya pamoja na wilaya zake, na kimsingi ni majengo ambayo yameleta chachu kubwa. Lakini pia tu niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais hasa kwa kutupa haya majengo wazawa. Ukitupa wazawa majengo kama haya, tunatengeneza uchumi kwenye nchi yetu, na ni tofauti na wenzetu wakipewa, ingawa hatuwabagui, lakini wenzetu wakipewa wanapeleka hela kwenye nchi nyingine. Sisi hela tunaweka kwenye nchi yetu na tunawekeza kwenye nchi yetu. Sasa kwa mkoa wa Iringa tumepewa majengo kwenye mkoa wa Iringa, alafu aliyepewa ni mzawa wa mkoa wa Iringa. Hilo tu ni jambo ambalo linafurahisha. Kwa hiyo ni lazima kipaumbele kwanza tuweke kwenye mkoa wetu wa Iringa. Ni shukuru sana pia kwa yule aliyetuajiri, kwa maana ya mkuu wa chuo cha Mkwawa. Ametupa kazi na ametusimamia ipasavyo, lakini na sisi tumejipambanua, tumefanya kazi vizuri, na nafikiri bado tuko ndani ya muda. Bado tuna siku 42 kumaliza mradi wetu, na sasa tuko kwenye skimming, kwenye talazo wanafanya kazi ya kusugua, na watu wengine wanafanya kazi mbalimbali ndogo ndogo kwa ajili ya kumalizia. Kwa hiyo naamini ndani ya muda mradi wetu tutaukabidhi. Sasa endapo mradi huu ukikamilika, utanufaisha wengi, ikiwemo idara ya teknolojia ya habari kutoka chuo cha Muse. Na hapa meneja wa kitengo hicho anaitwa Sebastian Majimoto, anatutolea ufafanuzi. Mradi wa HEET umetusaidia kupata studio ya kisasa kabisa kwa ajili ya kutengenezea content za kufundishia kwa njia ya mtandao. Lakini vile vile kwa upande wa uboreshaji wa miundombinu, mradi wa HEET umetusaidia kuboresha miundombinu yetu, hususani katika majengo mbalimbali ya chuo. Tumefanikiwa kuconnect majengo hayo kwa njia ya fiber, tofauti na hapo awali ambapo tulikuwa tunatumia kopa ambayo kiufanisi iko kwa hali ya chini. Internet ilikuwa na spidi ndogo. Kwa kutumia fiber kwa sasa chuo kinapata internet ya uhakika na spidi ya uhakika. Lakini vile vile haijatuacha nyuma. Unapotumia teknolojia ya habari, vile vile kunakuwa na changamoto za mambo ya udukuzi. Hivyo basi kwa kutumia huu mradi wa HEET, basi tumepata vifaa mahususi kabisa
kwa ajili ya kuzuia teknolojia mbalimbali ambazo zinahusiana na udukuzi wa mitandao yetu hususani katika nyenzo za ufundishaji. Sasa idara ya mahitaji maalum wametupia jicho endapo mradi huu kikamilika, namna ambavyo utaleta kicheko na furaha ya kudumu kwa upande wao. Tumepata jengo ambalo litatumika kwa ajili ya kuwahudumia wanafunzi wenye mahitaji maalum, ambao wanafunzi wetu wako katika makundi tofauti. Kuna wanafunzi wenye mahitaji ya usikivu, wenye ulemavu wa usikivu, lakini tuna wanafunzi wenye ulemavu wa uoni na ulemavu wa viungo. Kwa hiyo moja kwa moja ni wanufaika wa mradi huu. Na katika mradi huu tumeweza kujengewa ofisi, jengo la ofisi ambalo litakuwa na vyumba kwa ajili ya audiology, kwa ajili ya upimaji wa usikivu, pamoja na resource room kwa ajili ya eneo ambalo la kujifunzia kwa wanafunzi pamoja na vifaa vyake, pamoja na eneo ambalo litakuwa na physiotherapy kwa ajili ya wanafunzi ambao watakuwa na mahitaji ya kufanyiwa urekebifu katika mwendo, maanake kwamba wenye ulemavu wa viungo. Kwa sisi moja kwa moja ni wanufaika katika mradi huu, na katika kunufaika kwa mradi huu wanafunzi hawa wataweza moja kwa moja kuweza kupata huduma ya kufanyiwa assessment pamoja na kupatiwa vifaa ambavyo vifaa hivi vitasaidia katika kujifunza kwao. Dr. Baraka Mvanga, yeye ni mmoja kati ya wale waliopata fursa ya kusoma na kufanya utafiti wa mbinu bora za ufundishaji kupitia mradi huu wa HIT. Mimi ni mmoja ya walimu 31 ambao kupitia mradi huu Chuo Kikuu cha Elimu Mkwawa kiliamua kutupeleka masomoni. Kwa kupitia mradi huu chuo kimeweza kunisomesha na nimeweza kumaliza kwa wakati. Mimi nimehitimu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, na kupitia mradi huu niliweza kusoma kwa usikivu kwa sababu kupitia mradi chuo kiliweza kulipa ada kwa wakati na kuweza kuniwezesha kuishi Dar es Salaam na kuniwezesha pia kufanya utafiti. Kama ambavyo vipaumbele vya mradi vinasisitiza ni kwamba ili kuweza kuandaa taifa ambalo lina vijana bunifu wanaoweza pia kuleta ushindani katika soko la ajira, sisi upande wetu walimu tunajikita kuweza kujiandaa kuboresha namna ya ufundishaji kwa kutumia mbinu ambazo zina ubunifu zitakazoweza kuwajengea wanafunzi ubunifu na ujuzi ili kuweza kuwa na ushindani katika soko la ulimwengu. Kwa hivyo kama sehemu ya kutimiza ndoto au lengo la chuo, mimi binafsi niliweza kujikita katika kufanya utafiti wa mbinu bora za ufundishaji. Kupitia mradi huu katika eneo la utafiti tuliweza kuwapa mafunzo walimu wetu wa sayansi namna bora ya ufundishaji, na mbinu hizo pia ziliweza kuleta manufaa ya ufundishaji. Serikali ya wanafunzi wamewakilishwa na rais wao Moses Constantine. Anasema wanatarajia kutoa wahitimu bora kweli baada ya maboresho yaliyofanyika katika mtaala wa elimu kwenye chuo hiki cha Muse. Moja, kama wanafunzi tunatarajia kunufaika kwa namna ya makazi, kwa maana tumekuwa na hostels ambazo ni chache sana ukilinganisha na idadi ya wanafunzi, kitu ambacho kimekuja kusababisha wanafunzi wengine kwenda kukaa nje, ambapo unakuta mwanafunzi anakaa kule nje lakini mazingira yanakuwa sio rafiki kwake na sio salama. Kwa hiyo kupitia huu mradi ambao umekuja na ujenzi wa hostel utasababisha wanafunzi wengi waje kukaa ndani, na hivyo kupunguza adha au madhara ambao wanafunzi wanaweza kupata wanapokuwa kule nje ambapo kunakuwa kuna usalama. Kutaongezeka ubora wa wahitimu wa elimu ya juu, kwa maana huu mradi lengo lake moja wapo ni kuboresha mitaala. Kwa hiyo tunapokuwa tumeboresha mradi huu, unapokuwa umeboresha mtaala, manake wahitimu watakaotoka katika kada zao watakuwa ni wahitimu mahiri ambao wanaenda kukidhi katika soko la ajira. Hili
ni moja kati ya yale majengo ambayo yanatekelezwa kupitia mradi huu wa HIT. Na hili jengo ni la multimedia, mahali ambapo nimetumia kukusimulia na kukupa mafanikio ya utekelezaji wa mradi huu kama MUSE walivyokuandalia. Heri ya siku ya kumbukizi ya Baba wa Taifa. Mimi naitwa Shani Nicholas kutoka Shamba FM. 88.5 Shamba FM.